andika Roho Mtakatifu ni nguvu ya muamini. Roho Mtakatifu ni nguvu ya muamini, na hii ni sifa mojawapo ya kanisa la kweli. Yaani mtu yeyote yule ambaye kamwamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Bwana Yesu asifiwe, lazima anene kwa lugha mpya, ajazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio nguvu ya muamini, ndio nguvu ya uwezeshaji ya muamini. Kama Roho Mtakatifu hayuko juu yetu, chochote tutakachokuwa tunataka kugusa kwa ajili ya huduma na kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu, hatutaweza, haitawezekana. Tutakachobakia, tutabakia kuwa watu wa dini. Tutakuwa na mzigo wa kumtumikia Mungu. Na hii, wapendwa, Roho Mtakatifu ni mojawapo ya ile misingi 16 ya imani ambayo tunaamini katika Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaamini hivyo, na ndio misingi yetu ya imani. Sasa tunapoingia katika kuangalia Roho Mtakatifu ni nguvu ya muamini, taanza kuangalia jioni ya leo mojawapo ya maandiko kadhaa ambayo yanathibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya muamini. Bila kuwa na Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya kitu chochote, maana huyo ndio pekee ameachiwa kanisa, na maana ya kuachiwa kanisa ni wewe na mimi ndio kanisa. Yuko ndani yetu, ndio anayetuongoza, ndio anayetutia katika kweli yote, ndio anayetupasha mambo yajayo, ndio anayetukumbusha mambo yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 8, Biblia inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia? Huyu Roho Mtakatifu ambaye ndio nguvu ya muamini, sisi tunamwamini huyo Roho Mtakatifu katika utatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaamini hivyo kwamba tunamwamini Roho Mtakatifu katika utendaji wa utatu wa Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye kama Mungu ndio aliyehusika sana kuhakikisha kwamba dunia inaumbwa na vitu vyote ambavyo unaviona vinafanyika
au vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ndio hivyo, ina maana kwamba Roho Mtakatifu ndio mhusika katika mambo yote, ili watu waguswe, wajisikie hukumu na wamkosea Mungu. Inatakiwa Roho Mtakatifu ahusike. Ili tuimbe vizuri na tukamwabudu Mungu vizuri, anatakiwa Roho Mtakatifu ahusike. Ili tuwe na maisha ya kushinda dhambi, ni lazima Roho Mtakatifu ahusike. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ni kila kitu. Amina wapendwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi waamini bila Roho Mtakatifu hamna kitu. Tufungue Mathayo 28 mstari wa 19. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hiyo? Roho Mtakatifu anahusika kama Mungu katika shughuli zote, hata ziwe katika ubatizo wa maji mengi. Roho Mtakatifu anahusika. Hapa inatudhihirishia jinsi ambavyo Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wao ni kitu hiki kimoja, na huwezi kuwatenganisha. Kama wewe ulivyo roho, mwili na nafsi, huwezi kutenganishwa na hicho kitu kimoja wapo. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Yaani ukisema tu Mungu, maana yake kwamba umesema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu Mungu Roho Mtakatifu ndiye ambaye ameachiwa kanisa, ndio ambaye Yesu ametuachia. Ndio maana alituambia yawafaa ninyi mimi niondoke, ili aje huyo Roho Mtakatifu ili aweze kuwatia katika kweli yote. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anajua mafumbo yote ya nani jamani? Ya Mungu. Kama wewe roho yako inavyojua kila kitu kinachohusiana na wewe. Amina. Nataka tuangalie tu maeneo yanayohusiana na huyu Roho Mtakatifu, yani nguvu hasa ya muamini. Matendo 1 mstari wa 26. Matendo 1 mstari wa 26. Wakapiga kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Bwana Yesu asifiwe. Walipiga kura na Matia akahesabika mmojawapo wale tena shara, yaani wanafunzi 12, kuziba lile pengo la nani? La Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanafunzi walifanya haya wakiongozwa na Roho. Amina. Amen. Waliongozwa na Roho. Unajua Roho Mtakatifu ni wa ajabu sana. Ndio kwa maana hata utendaji wa Yesu alipokuwa hapa duniani, alipokuwa anaishi kwa 100%
kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utendaji wake ulikuwa wa tofauti. Alipokutana na Bartimayo kipofu na alipomuuliza unataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini alichokifanya Yesu? Akamwambia unataka kuona? Embea. Akamwambia basi uone. Bartimayo kipofu akafanya nini? Akaona. Aliongozwa na Roho aseme afanye vile. Lakini alipokutana na yule kijana ambaye pia alikuwa haoni, akatema macho yake chini akiongozwa na Roho. Halafu akachukua tope akampaka usoni kwenye macho, akamwambia nenda ukanawe. Alipoenda kunawa akafanya nini? Akaona. Bwana asifiwe. Unaona Roho Mtakatifu alivyo? Yaani Roho Mtakatifu huwa anafanya kama yeye anavyopenda. Kwa hiyo kuna mambo haya mengine huwa anaamua kwa kura. Anaamua vitu vingine kama yeye anavyotaka. Ndio kwa maana unaweza kushangaa kwamba ukimsoma Biblia, kwa Biblia Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Yesu anamtumia kwenye ile hotuba ya mlimani, ule mlango wa 5, anakutana na yule mwanamume amemaliza ile hotuba ya mlimani, anateremsha. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamume anasema hivi, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Na Yesu akamjibu, nataka takasika. Ukoma ukafanya nini? Ukamwacha. Umeona roho huyo? Hiyo ni nguvu ambayo ndio mamlaka ya nani, uwepo ambao upo katika Roho Mtakatifu. Lakini alipokutana na wale wakoma 10, Roho alimuongoza Yesu kumwambia hivi, waambie wakajionyeshe kwa makuhani, wakajionyeshe. Wakati wanakwenda kujionyesha, wakiwa barabarani wakapona. Na tunaona mmoja akarudi kutoa shukrani kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nataka nikuambia hii jioni ya leo, hii nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ndio anategemea kuwa naye muamini, yenyewe ni ya ajabu sana. Ukiona watu au mtu anafanya vile vile, naomba umtilie mashaka. Amina. Amina. Mtilie mashaka. Kwa sababu Roho Mtakatifu kama nguvu ya muamini huwa anafanya yeye kama anavyotaka, anavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Matendo 11 mstari wa 7. Tumuone huyu ambaye ndio utatu katika Roho Mtakatifu, katika Mungu. Matendo 11 mstari wa 7. Matendo 11 mstari wa 7, Biblia inasema, nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro ukachinje ule. Mstari wa 8, nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakijaingia kabisa kinywani mwangu. Petro hapa aliyekuwa anazungumza naye, anampa maelekezo, ni Mungu Roho Mtakatifu. Anamwambia inuka uchinje ule. Anampa maelekezo, anampa maelekezo kuhusu huduma. Kwamba hakuna ubaguzi wowote juu ya wokovu kati ya Wayahudi na watu wa mataifa.
Hiyo ni shughuli ya Roho Mtakatifu. Lakini huyu Roho Mtakatifu unakuta anamwambia Paulo, eneo hili hapa usihubiri. Na Paulo akapitiliza, na usiku akaonyeshwa maono, anaitwa na mtu wa kutoka Makedonia, wakahubiri injili kule. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, ni nguvu ya muamini inayoweza kumsaidia na kumwezesha kutembea vizuri na Mungu, kumpa uelekeo ambao Mungu anauhitaji aufanye. Tunapokosa hii nguvu, maana yake kwamba utafanya mambo yako, utatumia akili yako, elimu uliyokuwa nayo na mazingira yanayokuzunguka, na wakati wote utaendelea kubaki hapo hapo, hutasogea wala kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio changamoto kama huna roho wa Kristo. Unakuwa kama ni kipofu ambaye huwezi kujua chochote. Ndio hicho ambacho kinatukuta sisi wa Kristo, kwa sababu uwepo wa Roho Mtakatifu tunaukosa. Kinachotokea huwa wakati mwingine tunashindwa kupambanua roho. Sasa hivi kuna roho nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida ni kwamba Roho wa Kristo hayuko ndani yetu. Angekuwa yuko ndani yetu, tungejua kupambanua kwamba sasa hii nguvu inayofanya kazi hapa sio nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Sasa naomba ujiulize swali. Hivi nguvu ya Mungu inanunuliwa? Unaweza ukaipata kwa fedha, kutoa fedha? Hapana. Lakini kuna watu sasa wanauza nguvu ya nani? Na wanajitajirisha kupitia nguvu ya nani? Unatakiwa ujihoji, je, hiyo nguvu ni sahihi? Kwa sababu ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 2 kusema kuendelea na kuendelea, utakutana na yule mtu ambaye alikuwa ni Simoni mchawi. Baada ya kumuona Petro na Yohana wakiwawekea watu mikono wanapokea Roho Mtakatifu, yeye akatoa pesa akasema hivi, na mimi munipe uwezo huu, nikiwekea mtu mkono awe anapokea Roho Mtakatifu. Wakamfokea, wakamwambia, rudi nyuma wewe, kwa sababu kipawa cha Mungu hakinunuliwi kwa fedha. Sasa hivi ndio vitu ambavyo tunapambana nao sisi wa Kristo, kutofautisha. Lakini nguvu ya Mungu ambayo ndio Roho Mtakatifu ni kitu cha muhimu sana ambacho anatakiwa kila muamini awe nayo, sio mtu mmoja tu. Hapana. Sijui kama mnanielewa jamani. Hii nguvu haitakiwi niwe nayo mimi tu mchungaji au mzee wa kanisa. Hii nguvu anatakiwa awe naye kila muamini ambaye amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na lazima itokane katika kiini cha kumwamini Yesu katika Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho
Mtakatifu. Anayekataa utatu unatakiwa umtilie mashaka hapo hapo kwamba huyu Yesu anayemwabudu huyu mtu ni Yesu mwingine, sio yule Yesu aliyekufa pale Kalvari na akafufuka siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio kitu ambacho tunatakiwa kukielewa sana. Amina. Isaya 6 mstari wa 8, Biblia inasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yanamhusu Yesu. Unitume mimi, nitume Bwana. Sikiliza, usipate shida. Shida hii ilimpata Filipo. Filipo alifika mahala akasema hivi, Bwana, sasa inatosha, lakini naomba tu sasa utuoneshe Baba. Yesu akamwambia Filipo, wewe umekaa na mimi muda wote huu, hujanifahamu tu, hujanielewa. Mtu aliyeniona mimi amemuona nani? Baba. Maana Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya nani? Ya Baba. Roho Mtakatifu yuko ndani ya Baba, yuko ndani ya Mwana, na Mwana yuko ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfano, unaweza ukawa ni mgumu sana, lakini tunaweza tukauona kama ni mfano rahisi sana kama tutachukua mfano wa yai. Yai ukilichemsha lina ganda, lina ile nyeupe, halafu ina kiini cha njano. Ni yai. Ni yai hili moja, lakini liko katika nafasi ngapi? 3. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Sisi wa Pentecost tunamwamini Mungu katika utatu, katika Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hicho ndio kinachotakiwa tukifanye. Bwana asifiwe. Tufungue Matendo 1 mstari wa 8. Matendo sura ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni nguvu ya mwamini yoyote. Ndiye anayetupa hata ujasiri wa kuhubiri nini jamani? Injili. Bila yeye hatuwezi kuwa na nguvu ya kuhubiri Injili. Hatuwezi kuwafikia watu wengine ambao hawamjui Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa sababu kupitia yeye Roho Mtakatifu anapotuvika sisi ule ujasiri na nguvu yake, ndipo tunapoweza kumwendea mtu na kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na uwepo wa Roho Mtakatifu, yani ile nguvu yake, kazi ya kumshuhudia Kristo itakuwa ni rahisi. Ndio maana liwali Festo alipokuwa anazungumza na Petro, Paulo anamwambia hivi, Paulo, yani wewe elimu yako hii na jinsi hivi ulivyo na kwa maneno yako haya, unataka mimi kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo alimwambia, ndio ninavyopenda, isipokuwa tu vifungo hivi. Kwa sababu yale maneno yake yalikuwa yana ushawishi. Na iangalie nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ya ajabu.
Paulo katika muda wote ambao alikuwa analindwa na vile vikosi vya Kirumi kwa masaa manne, askari wa Kirumi walikuwa wanaathirika na injili ya Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu ndio inayoleta ushawishi. Ndio maana Paulo anasema hivi, kuhubiri kwangu na kunena kwangu hakukuwa katika hali ya kawaida, bali kulikuwa katika nguvu na ushawishi. Kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 49, Biblia inasema, na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sisi ili tufanye vizuri mambo ya Mungu inatakiwa tuvikwe uweza wa Mungu kutoka juu. Kuna uweza ndugu zangu, lakini sasa huu uweza tunaweza tukaupataje? Ni pale tutakapokuwa na shauku na kiu na hamu ya kuvikwa huu uweza. Na ndio kwa maana unaweza kukuta katikati ya sisi kundi la waamini, kila mtu ana nafasi yake na wakati wake ya kuvikwa huu uweza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Kutokana na shauku ya mtu. Kuna mtu mwingine anaweza akakaa ndani kanisani kwa muda mrefu hajavikwa uwezo kwa sababu hana shauku. Lazima tuwe na shauku, hamu, yani kiu ya kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hii nguvu ndio ambayo inatusaidia sisi hata wakati wa kuomba, inatusaidia. Ndio inayotuvika ujasiri. Ndio pia inatusaidia kuombea mambo tusiyo ya jua. Na kadhalika. Kwa hiyo ni nguvu ambayo kila muamini anatakiwa ahakikishe kwamba anakuwa na shauku nayo kuipata. Tena sio katika viwango vidogo, viwango vikubwa. Amina. Amina.